Karo, nilikuwa tumewasili London Heathrow, na kabla ya kuingia ile anaita UK border nikapata habari kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu habari niliyokuwa nayo ni kwamba alikuwa anaendelea vyema sana huko India, na alikuwa hata ameongea na ndugu yetu Uhuru Kenyatta ambaye alinijulisha kwamba alikuwa katika hali sawa. Kwa hivyo kusikia tena kwa ghafla ametuacha ilikuwa pigo kubwa sana. Kwa hivyo nikajitahidi cancel kila kitu nilichokuwa nacho kule London. Kama leo kuna hafla fulani ya gala dinner kwa awardees wa ile inaitwa London Political Summit. Kwa hivyo ikanibidi ni cancel hata Chatham House Naam. na nikarudi nyumbani. Kwa hivyo nikafika tu moja kwa moja hadi kwa uwanja wa Nyayo ambapo kulikuwa na hiyo state funeral. Naam. Wewe binafsi unamkumbukaje Raila Odinga? Namuelewa kabisa huyo ndugu Raila, kwani tumekuwa pamoja kwa opposition miaka 15 hivi. Mimi kwa upande wangu nilimuunga mkono kama mgombea mwenza wa kiti cha urais mara mbili, 2013, 2017, na Wakenya wanaelewa wazi kwamba kwa upande wetu ni kama tulikuwa tumewashinda jamaa, lakini mahakama ikaamua vingine. Hata hivyo tukaamua lazima tuendelee na harakati za kujenga nchi yetu na kuimarisha upinzani, haswa tukizingatia yale makubaliano ambayo yako katika katiba mpya, katiba ya 2010. Ni ndugu ambaye tumeona mengi pamoja, tumepata na machungu pamoja. Yeye kusema kweli alikuwa mkakamavu kabisa kwa upande wa siasa, na unakumbuka hata askofu aliyekuwa anahubiri pale na kijana yake Junior walikuwa wanajaribu kumuiga vile alikuwa anaanza kuhutubia kusema haya vitu kama hivyo. Kwa hivyo Wakenya wote wanamumii sana, na mimi kwa upande wangu najua kwamba amekuwa shujaa wa kweli, mtu ambaye anapenda nchi yake kabisa, na sio hata nchi yake, Afrika nzima. Na ndio wakati ule ngawaji yalienda vile alivyoenda kule Addis Ababa, lakini tulikuwa na matarajio mengi kwamba yeye sasa angekuwa ndio chairperson wa African AU Commission. Alikuwa na hiyo outlook ya Pan-Africanism kwamba wakati wa kontinenti letu hili umefika, not just to be called the dark continent anymore, lakini iwe kabisa the rising lions. Alikuwa na hiyo vision ya continent nzima, na vile vile katika eneo yetu hili, eneo letu la Afrika Mashariki, ni jina ambalo latambulika na kila mmoja wetu. Watoto wote wanamuita baba, wengine wanamuita Gwambo. Kutusikia sauti ya Raila kwa Kenya ama kwa eneo letu hili litakuwa pigo lenyewe, pigo mwenyewe, kwa sababu watu walikuwa wakiona kamingine unaamka alafu unasikia sauti ya Raila Odinga kama shujaa wa second liberation, kwa sababu tulipopata uhuru in 1963, uhuru ulikuweko ndio, lakini kwa upande ule mwingine waliofuatilia kisha baadaye wakaleta mambo magumu kama ile one party democracy wakati ule ama dictatorship. Sasa Raila na wenzake wengi wakashughulikia swala hilo mpaka yeye anakuwa kama shujaa wa second liberation. Kwa wengi wamemjua Raila Odinga kama kiongozi wa upinzani miongo mingi, na kizazi hiki cha sasa hakijamjua kiongozi mwingine kama kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Sasa hayupo. Kuna hilo ombwe la nani sasa mshikilizi wa siasa za upinzani za kuiwajibisha serikali. Kwa kiasi kikubwa vijana wameonekana kuamka na mwamko mpya na kuwa wenyewe bila kumtegemea mtu mmoja au mwingine, lakini bila shaka bado pia watahitaji uongozi wa angalau mtu ambaye unaweza kusema kwamba amekomaa kisiasa, ni shupavu na anaweza pia kuonekana kama sura ya kuwajibisha si serikali tu, lakini pia kutoa mkondo ambao nchi inafaa kuchukua kama mwelekeo. Nafasi hiyo kwa viongozi wa upinzani mliosalia mnaionaje na mnadhani mtaijazaje? Ni changamoto kusema kweli, lakini upinzani uko imara. Sisi wenyewe tumekuwa tayari baada ya yaliyofanyika mwaka jana. Kwa mfano ile ambayo naikumbuka mimi kama Gen Z Day, tarehe 25 mwezi Juni mwaka jana, wakati watoto wetu walitoka wakaenda hata karibu wakateka nyara hata bunge la wakilishi,
na suala hilo lilikuwa la kihistoria sana. Walikuwa wakitarajia kwamba baba pengine angesimama na wao, na indeed alikuwa na wao, lakini ikafika mahali baba akasema, sasa nje ni kubwa, afadhali, anasema ndio naona ananukuliwa na wengine hapo kama kina Kindiki, huyo deputy president, kusema Raila anasema nje hata kama ni mbovu, afadhali kuwa na nchi ambayo ina ubovu huo, lakini ni nchi, kwa sababu alihisi kwamba pengine nchi sasa uongozi pengine ungeshukuliwa na majeshi na vitu kama hivyo. Lakini upinzani upo, sisi wenyewe tuko imara. Sasa hivi ambavyo Wakenya watu wanajua, tunajiandaa kwa uchaguzi ujao, na tayari kwa sababu Azimio la Umoja One Kenya alilokuwa akiongoza ndugu Raila huyu limefifia sana, na kwa hivyo sasa tuko na hali ya kuunda upya upinzani, na sisi wengine tuko tayari. Mimi kwa upande wangu, kwa mfano, tarehe 10 mwezi huu nilichaguliwa ama nikawa nominated na chama changu cha Wiper Patriotic Front kama mgombea wa kiti cha rais wakati wa uchaguzi ujao. Kwa hivyo na wenzangu wengine vile vile, kina Martha Karua, kina Rigathi Gachagua, kina Eugene Wamalwa, kina Fred Matiang'i, zote upinzani sasa nadhani hata uko imara zaidi. Naam. Wewe utamwenzi vipi baba kuhakikisha si tu kwamba alichokisimamia kinaendelea, lakini unakikuza hata zaidi ya pale ambapo yeye aliweza kufanikiwa? Tukishirikiana Karo, pamoja na vijana wetu wa Gen Z na wale wengine, ni lazima tuwe na muundo mpya ambapo sasa tutahakikisha kwamba upinzani unaimarika, sio tu kwa sababu ya upinzani peke yake, lakini kuhakikisha kwamba miundo mpya, kwa mfano mambo haya ya ufisadi, hata askofu aliyekuwa akihubiri kwa hafla hii ya leo alisisitiza sana jambo hilo la looters, kwamba wanapora mali ya nchi bila hata kusita. Kwa hivyo jukumu la upinzani sasa hivi liko hata imara zaidi, na lazima ni la hata haraka sana kuhakikisha kwamba tunawasimamisha hawa waporaji, na kwamba nchi, vile ndugu Raila mwenyewe angekuwa akitarajia kwamba nchi itakuwa imara hata zaidi. Lakini tufurahie mchango ambao uliufanya kwa upande wa demokrasia, ni mchango wa maana sana, kwani nchi hii kamwe haiwezi kuwa nchi ambayo inatawaliwa kimabavu tena. Ni nchi ambayo inadumisha na inahakikisha kwamba haki za kibinadamu kwa mfano zinaimarika. Tunajua kwamba hizi sasa hivi kuna ulegevu kwa sababu watoto waliuawa, wakapigwa risasi, wakaumizwa, majeraha walionao ni mengi, biashara zikaporwa. Kazi hiyo huku tukijua ni kazi, in fact work under progress, lakini lazima tujitahidi, tuhakikishe kwamba tunaimarisha hali ya upinzani. Huyu upinzani sasa hivi kila mtu anajua. Sijui kama waliangalia yaliyotokea katika Nyayo Stadium. Ndio, Rais mzima hakushangiliwa, watu walikuwa wanapiga kelele throughout, na alikuwa akitarajia kwamba pengine Raila atamuunga mkono kwa uchaguzi ujao. Sasa ni wazi kwamba wafuasi wa baba wote sasa wako pamoja nasi kwa mambo ya upinzani. Kwa hivyo sisi ni serikali in waiting.